kusikia neno la Kristo. Ngoja nikukumbushe, kama kuna kitu kina vita katika maisha ya Wakristo wengi katika nyakati hizi za mwisho, ni mtu kusoma neno la Mungu. Kama kuna vitu ambavyo sasa ni vigumu sana kwa watu ambao wanataka kuishi ndani ya Kristo, hakuna kitu kigumu kwa wakati huu kama kusoma neno la Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kuna vita. Wanajua wazi maadui zetu, wanajua wazi kama tukiwa wasomaji wa neno, maana yake imani zetu zitatengenezwa, na kwa hiyo zitakuwa, na kutakuwa hakuna neno lisilowezekana kwetu, kwa sababu ile imani ikishakuwa ndani yetu, tunaweza kufanya neno lolote tunalolihitaji, kwa sababu Mungu atakuwa karibu na sisi. Sasa hiyo vita ya kusoma neno inasababishwa na kizuizi hicho cha kuwa na imani. Yaani shetani anazuia usisome neno ili kusudi usije ukawa na imani, maana imani imefichwa ndani ya neno. Ukisoma neno utaanza kuona kwamba unamfahamu Mungu, na kwa sababu hiyo unakuwa karibu naye, na kwa sababu hiyo unaweza hata kuzungumza naye, na kwa sababu hiyo unaweza ukaagiza kitu kikafanyika katika mwili huu wa damu na nyama. Kanisa, Bwana asifiwe. Kwa kuna vita ya watu kusoma neno la Mungu. Mtu ana uwezo mkubwa kabisa, anaweza akainama akaiangalia simu yake, na wengine hata ndani ya kanisa wako hapa kanisani. Anaweza hata akawa kanisani pamoja na mhubiri anayehubiri, lakini akaamua kufungua simu yake, akaiangalia simu yake mpaka muda wa kutoka katika ibada. Hawezi kupata kitu, kwa sababu adui ameshamtoa kusikia neno ambalo lingemjenga imani, aweze na yeye kuomba afanikiwe katika kile kitu ambacho angekipata. Lakini adui anamuondoa kwenye lile lengo la kimungu, kwenye ule ujenzi wa imani yake, anamuondoa ili kusudi tu amweke nje, asiweze kusikia neno ambalo litaikuza imani yake. Kanisa, Bwana asifiwe. Mtu anaweza akaangalia simu masaa 5. Mtu anaweza akaangalia simu yake masaa, yuko tayari kufanya kila kitu na simu yake. Atacheka na simu yake, atazungumza na simu yake, atafanya na vitu mbalimbali na simu yake, lakini hana muda wa kusoma neno. Na hii Biblia inatuonyesha tangu zamani ya kwamba Mungu alijua hizi nyakati kuwa zitakuwa ni za hatari. Watu watakaa mbali na Mungu, watu watajitenga na Mungu. Kanisa, Bwana asifiwe. Alijua tangu zamani. Ameliweka neno kwenye mikono yetu ili sisi litusaidie kukua kwenye kimo, hata tufikie kwenye kimo cha Kristo. Lakini watu sio wasomaji wa neno la Mungu. Watu hawana nafasi na Mungu, wapendwa. Watu hawana nafasi ya kusoma neno la Mungu. Mara kadhaa nimekuwa nikizungumza habari hii kwamba jamani, hakuna muujiza, hakuna namna ambavyo Mungu atakuwa upande wako kama wewe mwenyewe hujakuwa msomaji wa neno la Mungu. Lazima uwe msomaji wa neno la Mungu. Ukisoma neno la Mungu utagundua siri nyingi zimefichwa katika neno la Mungu, na wewe utamjua Mungu na utakuwa karibu naye. Unaposoma neno la Mungu unakuwa karibu naye. Biblia inasema katika kitabu cha Yohana ule mlango wa 1 mstari wa 1 ukiendelea mpaka wa 5, Biblia inasema hapo mwanzo palikuwapo na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu, na anasema na hilo neno ni Mungu. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hakuna namna utamjua Mungu kama sio msomaji wa neno. Neno ni Mungu, anaweza kujifunua kwako. Utaona mabadiliko katika maisha yako. Utamjua Mungu kwa namna ya tofauti. Ndio maana siku nyingine nilikwambia, pamoja na kwamba unasuasua, lakini kile kitendo cha wewe kuamua kuja ibada ya Morning Glory kila siku, unakuja kwenye ibada hii ya Morning Glory, nataka nikuhakikishie uwezi kufanana na yule ambaye anakuja ibada ya Jumapili peke yake alafu anakuja Jumapili tena. Haiwezekani. Kumjua Mungu kwako kulazima kuwe na tofauti kubwa. Yule ambaye anakuja Jumapili peke yake
hawezi kumjua Mungu kwa kiwango ambacho wewe utamjua. Maana kila siku injili ya Yesu inahubiriwa. Hata kama utakuwa leo umesinzia, kesho utaisikia tena. Hata kama kesho utakuwa umechoka, kesho kuto utakuwa umeisikia tena. Katika ibada za ajabu kama hizi za usharika wa Kariakoo, ambazo unaingia ibadani mwaka mmoja mzima, yani hakuna hata siku moja ambayo huingii ibadani usipomsikia na kumjua Mungu, wewe una tatizo kubwa sana katika maisha yako. Kanisa, Bwana asifiwe. Utakuwa mtu wa ajabu sana, ambao sijui kama kuna usharika mwingine kama huu ambao unahubiri injili ya Yesu tangu tarehe 1 mwezi wa kwanza mpaka tarehe 1 mwezi wa 12 mpaka tarehe 30 mwezi wa 12, injili bado inahubiriwa. Wewe unahudhuria kwenye hii ibada, alafu unatoka kama unavyoingia, unaingia na kutoka kama unavyoingia. Wewe utakuwa ni mtu wa ajabu. Lazima yatokee mabadiliko, na hautafanana na wale ambao wanasikia mara moja kwa wiki. Wewe unatakiwa uwe mtu mkuu katika kutamka kwako, katika kuomba kwako, katika mahitaji yoyote unayohitaji. Unahitajiwa uwe mtu wa tofauti katika maisha yako. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Kwa chanzo cha imani kwanza kabisa ni kusikia neno. Kanisa, Bwana asifiwe. Na hapa kwenye kitabu cha Wakolosai, angalia anavyosema Mungu wetu, anasemaje? Kitabu cha Wakolosai, tuangalie ule mlango wa 3, afu tusome mstari wa 16. Maandiko yanasema hivi, kanisa la Mungu. Kitabu cha Wakolosai, mlango ni ule wa 3 mstari wa 16. Biblia inasema, neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu, katika hekima yote mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Mungu mwenyewe anatuonyesha neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yetu. Lakini angalia, ni kipindi hiki cha siku hizi za mwisho, kuna mtu anafungua Biblia, akifungua tu sijui usingizi wao unatoka wapi. Unatoka mashariki, unatoka kusini, unatoka kaskazini, unajikusanya kwenye ufahamu wake, na pale pale anasinzia. Anaweza akasoma vitabu vingine, lakini akisoma Biblia anasinzia. Na mimi nataka nikuonyeshe sasa, hiyo ndio vita ninayokuambia ya imani. Maana ukisoma neno, kuna namna utakuwa, kuna namna fikra zako za kumfahamu Mungu zitapanuka. Kuna namna ambayo wewe hautakuwa tena kama mwanzo. Unaposoma neno, kuna mambo yamefichwa katika neno ambayo unapomaliza kusoma neno hautabaki kama ambavyo ulikuwa tangu zamani. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Sasa angalia, mtu akitaka kusoma neno lazima alale usingizi. Mtu mwingine akanishangaza, akaniambia, nikitaka tu kusoma, hata nikimeingia chumbani nasema ngoja niende chumbani, najificha mle ili nisome neno. Mara tu nikiingia chumbani, kuna mtu anagonga mlangoni, anagonga, na ukitoka unakuta ni mgeni ambaye hajawahi kuja kwako miaka mingi. Ni mtu ambaye huwezi kumwacha. Angalia jinsi ambavyo adui anaweza akajitokeza kwa namna mbalimbali. Ni nini? Pale tu unapotaka kusoma neno, kuna siri imefichwa katika neno, wapendwa wangu. Hakuna namna tunaweza kutoboa katika maisha ya Ukristo wetu kama hatuna neno ndani yetu. Kanisa, Bwana asifiwe. Anasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Likae kwa wingi kwa sababu gani? Hata zungumza lugha nyingine, Mungu akitaka kusema na wewe atalitumia neno, na kama halipo ndani yako huwezi kujua kinachosemwa. Utakuwa kama mtu ambaye hajui lugha fulani, kwa sababu neno, anaposema Mungu atalitumia neno na wewe hulijui neno. Kwa hiyo utabaki vile vile kwamba bado hujajua kile kitu ambacho Mungu amesema. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Ndani ya neno ndiko kulikobeba baraka zetu, ndio kulikobeba mafanikio yetu, ndiko kumebeba kila kitu cha kwetu tunachokihitaji katika maisha yetu, ndani ya neno. Na watu hawasomi neno. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Nimekuambia ni vita ya imani. Hizi ni nyakati za mwisho na imani inapigwa vita.
nikasema kwa nini Mungu anataka sisi neno la Kristo likae kwa wingi ndani yetu? Nikasema kwa maana neno la Mungu linasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Mwenye haki wangu ataishi kwa nini jamani? Angalia kitabu cha Waibrania mlango ni ule wa 10, tafadhali ufungue ili tuweze kusoma. Waibrania mlango ni ule wa 10, nataka nisome mstari wa 38 mpaka 39. Waibrania mlango ni ule wa 10 mstari wa 38 na mpaka 39. Naomba tusome wote kwa pamoja kwa sauti kabisa. 1, 2, 3. Amen. Naomba tusome wote kwa kufuatana. 1, 2, 3. Amen. Sasa mbona hapo hamkutaka kusoma? Kanisa, Bwana asifiwe sana. Naomba turudie tena tusome, kila mmoja asome. Nimekuambia kuna mtu ambaye ni leo tu hapa kwenye hizi screen ndio anasoma. Hata nyumbani hajasoma, hata jana hajasoma, hata juzi hajasoma. Lakini kwa neema ya Mungu unapewa nafasi ya kusoma kwenye screen. Basi hebu soma kwa sauti. 1, 2, turudi tena pale mwanzo. Lakini mwenye haki wangu, 1, 2, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Tuendelee. Lakini sisi hatumo miongoni mwao wasitao na kupotea, bali tumo miongoni mwa hao walio na imani ya kutuokoa roho zetu. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Biblia inasema maneno ambayo yanaweza kukurudisha kwenye imani. Yani ndugu yangu, kama una imani, hata kuwepo kwako kanisani ni kuja tu, yani ni kama boya. Unakuja kanisani na imani hakuna kitu kitatokea kwenye maisha yako. Wewe utakuwa mtu wa kusikia wengine wakitoa shuhuda, lakini haitakaa itokee kwako. Maana ni lazima imani iwepo itakayo kusaidia wewe kuwa na ushuhuda wa kuwaambia watu wengine. Anasema kwa maana neno la Mungu linasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Tena akisitasita, nirudishie huo mstari. Tena akisitasita, roho yangu haina amani naye. Kanisa, Bwana asifiwe. Nirudishie huo mstari kidogo, naomba unirudishie tena. Anasema lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Mpendwa, wewe ambaye umemwamini Kristo, Biblia inakutarajia kuwa utaishi kwa imani. Yani hakuna akili nyingine, hakuna uwezo mwingine, hakuna nguvu nyingine. Biblia inasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Akisitasita. Hakuna kitu ambacho Mungu anakichukia kama mtu anayesitasita katika imani. Unapositasita, Mungu anakuwa hana furaha na wewe. Na watu wengi wako hapa kanisani na wanasitasita, yani wanaingia na kutoka. Labda Mungu anafanya, labda hafanyi. Labda Mungu atanisaidia, lakini katika hili anaweza asifanye. Labda Mungu yuko hivi, labda Mungu yuko. Yani wana maswali madogo. Na hayo maswali yanazuia Mungu kutenda mambo ambayo angetaka kuyatenda katika maisha yako. Anasema mwenye haki wangu anatakiwa aishi kwa imani. Mpendwa, unatakiwa kuishi kwa imani katika maisha ya dunia tunayoishi sasa. Kama imani yako haijakomaa, haijawa ngumu kabisa kama jiwe, nataka nikwambie huwezi kupita katika ulimwengu huu wa sasa. Lazima uwe na imani ngumu kabisa ya kumwamini Kristo. Maana kumwamini Yesu hakutajiu, yani lazima umwamini unaona kitu, unamwamini uoni chochote. Kule kwenye kitabu cha Waebrania anasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiani hayapo, lakini unakuwa na imani ya kwamba haya mambo ninayoyaamini yapo.
Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Sasa unapofanya mambo ya imani, nataka kuhakikishia wanaokutazama wanakuona kama aliyechanganyikiwa. Na wewe ukikataa kuonekana kama aliyechanganyikiwa, maana yake na wewe umejiondoa kwenye hiyo imani. Mtu yoyote mwenye imani, mambo yake hayafanani na mtu mwenye akili. Huwa anaonekana kama mtu mpumbavu. Yaani anaonekana kama mtu asiye na akili, anaonekana kama mtu asiyefaa, lakini ndiye anayefaa, lakini ndiye anayetakika na Mungu kule mbinguni, ndiye anayetajika. Wewe unayeona kwamba una akili nyingi, unaweza ukawa sio mtu ambaye ni sahihi kwa Mungu, lakini yule ambaye ana imani akaonekana kama mjinga, ndiye anayeonekana kuwa anafaa mbele za Mungu. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Mahali pengine walisema hivi, wale walioamini wanasema hawataweza kuipotea njia wanayoiendea, hawapotei kwenye njia yao. Lakini wale ambao wanafikiri kwamba wana akili sana, wataipotea ile njia ya ufalme wa mbinguni. Lakini wale wenye ambao wanaonekana hawafai, hawatapotea kwenye ile njia ya ufalme wa mbinguni. Imani itatusaidia, kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Na mimi wakati nilipokuwa na tafakari, ngoja kwanza basi niendelee kabla sijasema maneno mengi. Leo ni siku ya Alhamisi, watumishi wanatakiwa kwenda kwenye Bible study. Ngoja niendelee hivi. Angalia kwenye kitabu cha Yakobo mlango ule wa kwanza mstari wa 6. Mstari wa 6. Yakobo mlango ni ule wa kwanza mstari wa 6. Angalia. Naomba uniwe. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Nisome hapa. Ila na aombe kwa imani, pasipo shaka yoyote, ambayo jana nilikwambia madhara ya mashaka katika imani. Pasipo shaka yoyote. Maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari linalochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Yaani mtu mwenye mashaka, mtu ambaye ana imani, anakuja kanisani na anaomba kwa mashaka, ana mashaka ndani yake, anafananishwa na kama wimbi lililoko baharini, ambalo linapeperushwa na upepo, linaenda huku, linaenda kule, linaenda huku, linaenda. Ndivyo mtu ambaye hana imani anaonekana mbele za Mungu, kama wimbi ambalo linapelekwa huku na upepo. Na ndio ninakwambia, Mungu alijua vitu vya ajabu sana. Yaani na kweli Mungu hafanani na wanadamu. Ni kwamba alijua nyakati tunazoishi. Watu wengi ambao tuko nao kanisani, yani hawana kanisa moja. Hawana kanisa moja. Hata kama sio Waluteri, lakini hawana kanisa moja. Leo anasali hapa, kesho yuko kwa nabii yule, kesho kutwa yuko kwa mtume yule, kesho kutwa yuko kwa mtumishi fulani. Yani wanatangatanga, wanafananishwa na wingu, kwa sababu hawana imani. Wanapelekwa huku, wanapelekwa huku, wanapelekwa huku, kwa sababu hawana imani. Nataka nikuhakikishie, ukiwa na imani na uko hapa kwenye hii madhabahu, chochote unachotaka Mungu atakutendea, kwa sababu sio wale unaowaona, sio wale unaowaona, sio yule anayekuhubiria. Yuko mwenye kutoa, ambaye anataka imani yako tu ijiconnect na ya kwake, alafu aachilie kile ambacho unakihitaji kwenye maisha yako. Au unasema lugha ngumu sana hata uielewi. Kanisa, Bwana asifiwe. Au unasema lugha ngumu sana ambayo uelewi. Nataka nikuhakikishie, yani uwepo wako kanisani, Ukristo wako ni imani. Yani kama wewe huna imani na unakuja kanisani, hakuna kitu utapata kutoka kanisani. Maana hakuna vitu vimewekwa mahali fulani ambavyo utavipokea, ila kuna kile kitu ambacho Mungu amekiandaa kwenye ufalme wake. Na yeye Mungu wa mbinguni ndio yuko tayari kukupa, lakini anaangalia uwezo wa imani ulionayo. Inaamini kiwango gani? Unaamini kiwango gani? Ndio maana akasema, mwenye haki wangu ataishi kwa imani, lakini akisita Mungu hana amani naye. Anasema, na mtu akitaka kuomba aombe bila shaka.
bila shaka. Yaani unaomba ondoa mashaka. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Kesho tutaendelea kuomba Mungu atuondolee mashaka. Kuna vitu unaviomba miaka mingi na hujaweza kuvipata. Nimekuambia Ibrahimu alikuwa Isaka alikuwa amepanda mbegu mahali pakame, hakuna mvua, na watu wengine walipanda mbegu zao hawakupata. Lakini Ibrahim huyu Isaka alipopanda alipata vipimo zaidi ya 100. Alipata pale pale kwenye ule ukame, kwenye lile jangwa ambalo watu wengine wamekosa, yeye alipata nini? Sio ardhi, ni Mungu ndiye anayefanya. Sio ile eneo, ni Mungu ndio huwa anafanya. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Sijui wewe una shida gani. Inawezekana kuna jambo ambalo unalitaka na kabisa mazingira ya hilo jambo unaona kabisa haliwezekani. Kesho tutaombea mambo magumu, yale ambayo hayawezekani. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Kesho tutaombea yale mambo magumu. Labda una ugonjwa ambao wewe kabisa unaujua, watu wamekwambia na madaktari wamethibitisha kwamba huwa hauondoki. Na mimi nataka nikwambie, njoo na imani ya kwamba Mungu ndiye alimuumba mwanadamu, na kwamba ana mamlaka na mwili wa mwanadamu, na ana uwezo wa kuingia ndani ya mwili. Kama ni uvimbe akaungofoa akautoa, kama ni hali mbaya yote anaweza kuiondoa katika mwili wako. Njoo na hiyo imani kwenye hii madhabahu, na watumishi wa Mungu watakuombea, na nataka nikuhakikishie Mungu atatenda. Labda unatakiwa kufanyiwa operation, labda unatakiwa, watu wamekwambia uwezi kupata mtoto. Niko hapa kwenye hii madhabahu, njoo na imani yako hapa, na nakuhakikishia utatoka na ujauzito. Lazima Mungu akupe mtoto na uzae. Si kwa sababu ninasema, ni kwa sababu ya imani kwamba yeye ndio anayewapaga watu watoto. Sio kwa sababu una mume, sio kwa sababu una nini. Watoto wanatoka kwa nani? Kanisa la Mungu. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe sana. Najua unanielewa. Kesho tutaombea mambo yale ambayo wewe umeyaombea muda mrefu sana na hayajatokea. Na mimi nakwambia, tengeneza imani yako. Endelea kuomba, mwambie Mungu, niongezee imani. Ninataka kwenda kwenye ile madhabahu, na hili hitaji langu nalo lileta. Ninataka nikitoka kwenye ile madhabahu, nitoke tayari nina mtoto, nitoke tayari nina kazi, nitoke tayari nina biashara, nitoke tayari nina majibu ya yale maswali ninayoulizwa. Pengine nina majibu ya mikopo ambayo mimi nimeikopa. Nitoke nikiwa ninajua kabisa yale mambo ambayo yalikuwa yamekuwa msiba kwenye maisha yangu. Unapokuja kwenye hii madhabahu, iwe ni siku yako ya mwisho ambayo utapokea haki yako kutoka kwa Mungu kwa njia ya imani. Kanisa la Mungu, Bwana asifiwe. Mungu hajawahi kushindwa na neno lolote. Ni kwa sababu tu sisi wenyewe tunajikanganya. Sisi wenyewe tu ndio tunajichanganya. Kuna mambo tunahisi Mungu anayaweza, na kuna mambo tunaona haya hayawezekani. Anasemaje kwenye kitabu cha Yakobo? Ndio namalizia hapo. Yakobo ule mlango wa kwanza ambao nimesoma, ule mlango wa kwanza mstari wa 6, anasemaje Mungu hapo? Naomba turudie tusome kwa sauti. Ukisoma bila ukiomba bila mashaka kwa sauti, naomba tusome wote, tunamalizia hapo. 1, 2, 3 kwa sauti. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Tutakuja kuomba bila nini? Tutakuja kuomba bila nini? Tutakuja kuomba bila nini, kanisa la Mungu? Bila shaka lolote. Ni kwa sababu tunayemuomba anacho tunachokiomba. Kanisa, Bwana asifiwe. Yaani usije na mashaka kwamba ili ninaloliomba anacho au hana. Ukija kuomba hapa kwenye madhabahu, kesho tutakaposimama hapa,
njoo kuomba bila shaka yoyote, na Mungu atakupa haja ya moyo wako, na utakuja kushuhudia kwenye hii madhabahu ya kwamba Mungu amenitendea lile ambalo nilikuwa nikimuomba kwa muda mwingi na hakuweza kunitendea. Atakutendea, maana ataangalia imani imeshajengwa, imekuwa na imeweza kuchukua vitu kwenye ufalme wake, imevileta kwenye ulimwengu huu wa damu na nyama. Amen. Naomba usimame. Naomba usimame. Inua tu mikono yako niombe dakika kama 2-3, basi tumalizie. Sema: Baba, katika jina la Yesu, nimesimama tena leo. Sema: nimesimama tena leo kwenye madhabahu yako. Nimesikia neno lako ukisema na maisha yangu. Sina udhuru Bwana. Sema: sina udhuru Bwana katika haya ninayoelekezwa. Ninakuomba Baba yangu, kwa kuwa mimi ni mwanadamu. Sema: ninakuomba Baba yangu, kwa kuwa mimi ni mwanadamu, uniongezee imani. Sema: uniongezee imani itakayoweza kuchukua vitu katika ulimwengu wa roho, nivilete kwenye mwili, vionekane dhahiri. Ninajua Mungu wa Israeli, kila kitu ninachokihitaji wewe unacho. Baba, ninakuomba usinikatalie, lakini nipe Bwana sawasawa na imani yangu na maombi nitakayoyaleta kwenye madhabahu yako. Asubuhi ya leo ninajikabidhi mikononi mwako. Sema: asubuhi ya leo ninajikabidhi mikononi mwako. Ninapoanza hatua yangu kuelekea kazini, kuelekea kwenye ile biashara, ninaomba Bwana uwatangulize malaika watakao kwenda mbele yangu, waharibu mitego ya yule muovu, waharibu mipango ya yule muovu. Hata nitakapofika kwenye ile ofisi, naomba Bwana utangulie kuingia kabla ya kwangu, ili kila nuizo, sema manuizo yaliyonuiziwa, ikiwa ni kwenye kile kiti, ikiwa ni pale kwenye ile biashara, wamenuiza Bwana, na itwa damu ya Yesu na inyunyiza hapa nilipo Bwana. Mkono wako sio mfupi, ninyunyiza damu ya Yesu kwenye kile kiti, kwenye ile ofisi yangu, pale kwenye ile biashara. Ninaharibu matamko yao, ninaharibu matamko yao kwa damu ya Yesu. Shetani, sikia, achia eneo hili. Sema: achia eneo hili kwa jina la Yesu. Toka kwenye hii ofisi, achia kiti changu, achia heshima yangu, achia heshima yangu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, ninaikabidhi ofisi yangu mikononi mwako, naikabidhi familia yangu mikononi mwako, tunajikabidhi sote mikononi mwako, katika jina la Yesu nimeomba na kushukuru, na kanisa tuseme amen. Katikati yetu yuko mpendwa anayemshukuru Mungu. Basi tunapoombea sadaka na yasogee hapa madhabahuni. Namshukuru Mungu kwa kutimiza miaka kadhaa. Nasema asante kwa Mungu wangu. Nasema asante kwa wema wako, kwa maana fadhili zako milele na milele. Nitasoma Zaburi ya 18 mstari ule wa 1 mpaka wa 3. Maandiko yanasema: wewe Bwana nguvu zangu, nakupenda sana. Bwana ni jabali langu na boma langu na mwokozi wangu, Mungu wangu, mwamba wangu ninayemkimbilia, ngao yangu na pembe ya wokovu wangu na ngome yangu. Nitamuita Bwana astahiliye kusifiwa, hivyo nitaokoka na adui zangu. Na tuombe. Mungu uliye hai, Baba uliye mwema, tuna kila sababu ya kusema asante mbele ya madhabahu yako takatifu.
Umetupa neema ya kuona miaka mingi hapa katika uso wa dunia, na zaidi ya yote umetupa neema ya kutuongezea miaka mingine. Roho mwema, tunaomba nguvu zako na uweza wako, tunaomba mkono wako wenye nguvu uendelee kutushika katika majira mapya ambayo tunaingia. Mfalme wa amani, pokea shukrani hii, pokea sadaka hizi watoto wako tunaenda kukutolea, ukasitakabali na kuzikubali mbele ya uso wako, katika Kristo Bwana Mwokozi wetu ninaomba nikiamini. Bwana Yesu umesikia, amen. Na tupokee mbaraka wa Bwana. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie uso wake na kukufadhili, na Bwana Mungu akulie uso wake na kukupa amani, katika jina lake Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen, amen, amen. Karibu kwa sadaka yako, karibu kwenye kikapu pale, mnaweza kaweka.